Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital, mimi naitwa Elijah Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Na leo nimefanikiwa kutembelea mtaa wa Mwanagati unaopatikana kata ya Mzinga, manispaa ya Ilala. Huku bana kuna kero ya daraja la mto Mzinga, ambalo daraja hili limekuwa kero sana na wananchi wamekuwa wakipata adha kwenye vipindi vya mvua, hasa ukizingatia tunaelekea kwenye msimu wa masika. Nimefanikiwa kumpata mwenyekiti wa mtaa huu, tumsikilize alichokizungumza kuhusu daraja na ni hatua zipi zimeanza kuchukuliwa. Bwana Ramadhani Rashidi Kinyaia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mwanagati ambaye yuko ndani ya kata ya Mzinga katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Katika mtaa wangu siku 100 za utekelezaji wa ahadi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya mradi mkubwa kabisa kama unavyoona ni daraja ambalo liko mbele yetu, ambayo leo ni siku ya 3 takribani mkandarasi amekuja site na anaanza kufanya kazi. Unavyoona daraja hili ni kiungo kikubwa kati ya Mwanagati na mtaa wa Magole, lakini na mitaa jirani na kata jirani Kivule na wilaya ya Temeke ambayo inakwenda kutokezea mpaka Chamazi. Watu wengi wanaipita katika daraja hili sasa wanakwenda kuneemeka, na pia barabara inafunguka, mitaa inafunguka, kwa sababu watu wengi wanaekaa huku sasa hawatapata adha ya usafiri tena katika nyakati za mvua kama ilivyokuwa awali. Kama unavyoona kulia kwangu ni daraja ambalo tulikuwa tunalitumia la mbao, ambalo ni daraja ambalo ni changamoto kipindi cha mvua inavyokuwa inanyesha, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu, hali ya hewa hii kwa miezi 7 aliyoahidi mkandarasi tunategemea patakuwa na mabadiliko makubwa na hali itabadilika. Kwa hivyo kwa uwezo wa Mungu tunategemea mambo yatabadilika baada ya ndani ya miezi 7 mpaka 8. Mkandarasi aliahidi mbele ya umma wa watu kwamba ndani ya miezi 7 mpaka 8 atakuwa amaliza daraja hili. Sikuishia hapo, nikawatafuta wananchi wao wanazungumziaje kuhusu maandalizi ya ujenzi wa daraja la mto Mzinga. Maendeleo aliyotuletea kwenye kata hii ya Mzinga ni baraka iliyokuwa tele. Kwanza kutujengea kituo cha afya chenye ghorofa 2, na pili kutuletea ujenzi huu wa daraja ambalo likikamilika kuanzia mwezi wa 8 litaanza kufanya kazi. Itatuondolea adha ya vifo kwa wamama wajawazito na wagonjwa. Pia itarahisisha kwa watoto wetu, wanafunzi wetu kuja hapa kupita kwenye hili daraja, na sio sisi tu, hata na maeneo jirani pia atanufaika. Kipindi cha mvua hili daraja linakata mawasiliano. Hatuwezi wa huku wa kule, tunakuwa hatuwezi kuvuka. Mbaya zaidi napelekea kwa wale wamama wanaenda kwenye kliniki zao hospitali. Lakini tunashukuru kwa sasa baada ya hospitali yetu kuanzishwa, wamama wameshaanza kutibiwa hapo. Lakini inakuja tena kwenye adha nyingine, daraja hili mvua ikinyesha kubwa kwa wanafunzi wetu na wafanyakazi mbalimbali wa serikali na waajiriwa wanashindwa kupata huduma hii, wanalazimika kuzunguka kule Kibeberu kutafuta huduma. Hiyo adha ni kubwa sana na gharama zake za usafiri zinakuwa Kwa majina naitwa Amina Athmani Zuberi, mimi ni mkazi wa Mwanagati. Msimu wa mvua ikifika hapa tunapata shida sana, hasa kama kwa sisi wa mama wakati wa kwenda kujifungua. Tunatumia sana ili daraja ni kubwa sana, ndio njia yetu kubwa sana tunayotumia hapa. Kwa hiyo wakati wa kujifungua vile unakuta mtu mwingine anashindwa kuvuka hapa, daraja limejaa maji, njia haipitiki, unakuta mtu sometimes anajifungulia hapa. Watoto wakati wa mvua watoto hawaendi shule. Tulishazika hapa watoto karibuni takribani 6-7 hivi wanazama kwenye maji humu kwa ajili ya kuvuka kwenda shule, hivi kuna matope hiyo. Sikuishia hapo, nikamuuliza hali ya ulinzi na usalama kwenye mtaa wa Mwanagati ikoje. Hali ya ulinzi na usalama katika kata yetu ni shwari. Kama unavyojua tuna kituo kikubwa kabisa na tuna askari wa kutosha na wazalendo. Na sasa hivi ule udokozi haupo. Matukio yanayotokea sasa hivi yanatoka katika kata za jirani na wilaya jirani kuja huku, lakini wote tunapambana nayo na tunadhibiti. Kwa hivyo hali ya ulinzi na usalama katika kata hii ni mzuri na uko timamu kabisa na tumeusimamia kama inavyotakiwa. Lakini vile nilitaka kufahamu swala la elimu, na ukizingatia wanafunzi wana mwezi mmoja tangia shule zimefunguliwa, wao kama kwenye mtaa wa Mwanagati hali ikoje ya kielimu? Shule zimefunguliwa na wanafunzi kwa wingi na umoja na jiunga katika shule zetu, lakini kwa moyo kipekee na wa kizalendo kabisa, Mheshimiwa Mbunge alitoa uniform kwa watoto wote wasiokuwa na uwezo wa kupata uniform kwenda shule, ambao aliwapa uniform na madaftari. Kwa hivyo kwa uhakika kabisa katika kata yetu sisi na jimbo letu ila Kivule na uhakika hakuna mwanafunzi ambaye ameshindwa kwenda shule kwa kukosa uniform za shule.
Safi kabisa. Kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami naitwa Elijah Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi, na kuomba endelea kusubscribe, kulike na kucomment kwenye chaneli zetu. Kufikia hapo sina la ziada. Kwaheri.